Kwa kuwa katika jimbo la Kisesa wilaya ya Meatu na maeneo mengine tembo wamezidi kuongezeka licha ya hii mikakati ambayo Mheshimiwa Naibu Waziri analieleza Bunge, tembo wamezidi kuongezeka na kuleta athari kubwa kwa wananchi, ikiwemo kubomoa nyumba zao, kumaliza mazao yao, lakini kujeruhiwa na kuuawa. Je, leo serikali inatoa tamko gani kwa Watanzania hawa ambao wanaishi maisha ya dhiki sana ya muda wote, kutaka kuuawa lakini na nyumba zao kubomolewa na mazao yao kushambuliwa? Serikali inatoa tamko gani la suluhisho la mwisho la kumaliza tatizo hili? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali moja la Mheshimiwa Johnson Mpina kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba tembo imekuwa ni changamoto kubwa, lakini kwa sababu tumebadilisha mfumo wa tulivyokuwa tukiishi nao zamani, tumekaribia sana maeneo yao, tumeingiza mifugo kwa kiasi kikubwa kwenye hifadhi zetu, hivyo kuwafanya tembo wakatoka kwenye maeneo yao wakaja kwenye maeneo ambayo tunaishi sisi. Tumebadilisha, na kwa sababu hiyo tumebadilisha aina ya vyakula walivyokuwa wakipata hifadhini. Sasa wameanza kutumia vyakula ambavyo zamani walikuwa hawali, wanakula vyakula vyetu. Kwa hiyo changamoto hii ni kubwa. Nini tunachofanya kwenye maeneo haya yenye changamoto hizi? Tunajaribu kutoa elimu kwa wananchi waelewe tabia za tembo ili tuache kuwavuruga kwenye maeneo yao. Pili, tunajenga mabwawa ndani ya hifadhi ili kuwazuia tembo wasije kutafuta maji kwenye maeneo ya wananchi. Lakini tatu, yapo maeneo ambayo changamoto kama imekuwa kubwa, tunajenga uzio wa umeme ili walau kujaribu kuzuia wasije kwenye maeneo ya wananchi. Lakini tatu ni kutoa elimu kwa wananchi kuacha kujenga au kufanya shughuli za kibinadamu kwenye maeneo ya mapito ya tembo, kwa sababu kwa kufanya hivyo tunawakaribisha waendelee kuishi na sisi. Kwa hiyo serikali itaendelea kuchukua jitihada mbalimbali kuhakikisha tunakabiliana na changamoto hii. Mheshimiwa Cecilia Pareso.